kutafakari kila siku. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, Mungu ametupa nafasi nyingine tena tuweze kukutana, tuweze kutafakari ujumbe huu. Ujumbe ambao tunaendelea nao kwa muda sasa unasema silaha za vita vyetu. Ujumbe ambao tunaendelea nao unasema silaha za vita vyetu, na tunaupata katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Leo nataka tusome mstari wa 4 na wa 5. Tusome. Mstari wa 4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nafasi nyingine tena ambayo umetupa tuweze kusimama na kutafakari neno lako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atutafakarishe, atufundishe katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, tumejifunza ujumbe huu kwa muda sasa, na leo tunataka tuingie sehemu ya mwisho ya ujumbe huu. Sehemu ya mwisho ya ujumbe huu inasema kuangusha ngome. Na tunataka tuangalie mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Tunaangalia mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani, ama ni dalili ama inaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome katika maisha yako. Jambo la kwanza ni fikira kinzani juu ya neno la Mungu. Fikira kinzani juu ya neno la Mungu, ama fikira inayopinga ukweli wa neno la Mungu katika maisha yako. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 16 na 17, inasema Mungu akamwambia mwanadamu ya kwamba Mungu akamwagiza mwanadamu ya kwamba matunda ya miti yote mnaweza kula, lakini yale matunda yaliyopo katikati ya bustani, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, msile. Siku mtakayokula mtakufa hakika. Sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 6. Mstari wa 4, nyoka akasema ati Mungu ndivyo alivyosema kwamba msile matunda mti yote. Tunaona mwanadamu anajibu ya kwamba Mungu amesema ya kwamba matunda mengine tunaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati ya bustani wa ujuzi na mema tusile, kwa maana tutakufa. Tunaona nyoka anamwambia ya kwamba mtakufa. Mstari wa 4, mstari wa 3 anasema Mungu anajua ya kwamba mkila mtafumbuliwa macho, mtafanana kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo tunaona Ibilisi anamletea mwanadamu fikira potofu, fikira kinzani juu ya neno la Mungu la sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Anampa fikira kinzani, na kwa sababu mwanadamu alipokea fikira kinzani, tunaona mstari ule wa 6, mwanadamu akaenda akauona ule mti unafaa kwa macho, unafaa kwa chakula, unafaa kwa macho, tena watamanika kwa maarifa. Alipoona akaenda akala. Kwa hiyo ukiona fikira ya kwako, fikira inapingana na neno la Mungu, fikira za wanadamu zinapingana na kweli ya neno la Mungu katika maisha yao. Wapo watu kabisa maisha yao, fikira zao zimepingana kabisa na kweli ya neno la Mungu. Sikiliza nikwambie, kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 24, kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 24 aya ya 35, lakini pia ukienda na Injili ya Luka sura 13 aya ya 31, ukienda pia na Luka 21:33, Marko 13:31. Hizi injili pacha zimeandika, hii misali imeandika ujumbe huu
ya kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Fikira za wanadamu zitapita, zitaisha. Sisi wanadamu tutapita, tutaisha, lakini kweli ya neno la Mungu itabaki kuwa milele. Ukiona fikira ya kwako inapingana na kweli ya neno la Mungu, hiyo ni dalili kabisa ya Ibilisi kujenga himaya ama kujenga ngome katika maisha yako, na hauwezi kumshinda Ibilisi, hauwezi kuangusha ngome, kwa sababu ngome ya kwanza ya Ibilisi kwenye maisha yako inaweza kuwa kwenye fikira zako, inaweza kuwa kwenye akili za kwako. Kwa hiyo tunaona mwanamke ama mwanadamu analetewa fikira mpya ya kwamba Mungu anajua, analetewa elimu mpya kwamba Mungu anajua kwamba mkila mtafanana na yeye. Falsafa za dunia hii zinazokinzana na ukweli wa neno la Mungu inaweza kuwa dalili kabisa ya Ibilisi kusimika ngome na himaya kwenye maisha ya watu, na hapa kwenye fikira. Ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, tunataka tuangalie vitu viwili muhimu sana ambavyo vinatokana na fikira ya mwanadamu. Jambo la kwanza, tunataka tuangalie mtazamo. Sura ya 6, sura ya 3 ya Mwanzo 6, mwanamke alipotazama alipewa mtazamo mpya, alipewa mtazamo unaopingana na kweli ya neno la Mungu. Akaenda alitazama unafaa ule mtu, alitazama unatamanika kwa maarifa, alipewa elimu mpya, akatazama kwa mtazamo kinzani, akaenda akala. Mtazamo uliopingana na agizo na kweli ya Mungu ya sura ya 2 mstari wa 17 na 16-17. Kwa hiyo ukiona mitazamo yako inakinzana na neno la Mungu na ukweli wa neno la Mungu, hiyo ni dalili kabisa ya Ibilisi kujenga ngome na himaya kwenye maisha yako. Ni kweli Mungu anataka tusome tufanikiwe, ni kweli Mungu anataka tufanye kazi tufanikiwe, lakini kisomo chetu, elimu ya kwangu mimi isipingane na kweli ya neno la Mungu. Ndugu msikilizaji, unaweza ukapinga mafundisho ya mtumishi wa Mungu kama mimi, mafundisho ya neno la Mungu ya mtumishi wa Mungu, mafundisho ya mtumishi wa Mungu yoyote, lakini sio kulipinga neno la Mungu. Neno la Mungu haliwezi kupingwa. Neno la Mungu ndio yote katika yote. Neno la Mungu ndilo chanzo. Kwa neno la Mungu vitu vyote vilifanyika. Kwa neno la Mungu wewe umeweza kusoma ukapata elimu. Kwa neno la Mungu wewe unaweza kuishi leo na unafanya kazi zako unafanikiwa. Ukiona fikira na mitazamo yako inapingana na kweli ya neno la Mungu, ni dalili kabisa ya Ibilisi kujenga himaya ama ngome kwenye maisha yako. Kwenye waraka wa Paulo mtume ametuambia ya kwamba tukiangusha kabisa mawazo na kila kitu kilichoinuka, kama ni fikira yako imeinuka, kama ni mitazamo yako imeinuka juu ya neno la Mungu, anasema tukiangusha kabisa. Kwa hiyo lazima tukatae, tuangushe kabisa fikira na akili na mitazamo ambazo inakinzana na neno la Mungu. Lakini nimekwambia kuna vitu viwili. Jambo la pili ni imani, na tunajua ya kwamba chanzo cha imani ni kusikia. Ameandika Paulo mtume sura ile ya 10 ya Warumi na ule mstari wa 17 ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Mwanadamu alisikia Ibilisi akimwambia ya kwamba atii, ndivyo Mungu alivyosema. Mungu anajua kwamba mkila mtafanana na yeye. Aliaminishwa ya kwamba wakila watafanana na Mungu. Kwa hiyo imani inayokinzana na neno la Mungu, imani potofu ambayo inapinga kweli ya neno la Mungu kwenye maisha yako, inapingana na kweli ya neno la Mungu, inaweza kuwa ni dalili kabisa ya Ibilisi kujenga na kusimika himaya kwenye maisha ya kwako. Waraka wa Waebrania sura ile ya 3 aya 12 inasema, asiwepo mtu yoyote kwenu mwenye moyo mbovu wa kutokuamini. Ibilisi alimjengea moyo mbovu mwanadamu wa kutokuamini kweli ya neno la Mungu, agizo la neno la Mungu, na matokeo tuliyoyaona ni kwamba mwanadamu alianguka katika dhambi, katika uovu, na lile anguko lilimletea kupoteza mahusiano kati yake na Mungu, kupoteza lile kusudi ambalo Mungu
aliliweka kwenye maisha yao, kupoteza mahusiano kati yao na Mungu. Kwa hiyo ukiona imani inayopinga kweli ya neno la Mungu, ukiona fikira zinazopinga neno la Mungu, ukiona mitazamo inayopinga kweli ya neno la Mungu, ni dalili kabisa ya shetani kusimika na kujenga ngome kwenye maisha yako. Maandiko yametuambia tumpinge tukiwa thabiti katika imani. Shetani tunatakiwa tumpinge kwa neno la Mungu, tunatakiwa tumkatae kwa neno la Mungu, na tukimkataa na yeye atakimbia, tukimpinga na yeye ataondoka kwenye maisha yetu. Wewe ndugu msikilizaji, ili uweze kushinda, ili uweze kuangusha ngome za ibilisi kwenye maisha yako, ni lazima upinge imani potofu, upinge falsafa za dunia hii ambazo ziko kinyume na neno la Mungu, upinge mawazo na mitazamo potofu kwenye maisha yako. Hapo tutaweza kumshinda shetani na kazi zake. Kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 9, sura ya 55 aya 9 inasema, kama vile mbingu zilivyo juu ndivyo neno langu lilivyo juu, ndivyo mawazo yangu yaliyo juu, ndivyo na njia zangu zipo juu sana. Sikiliza nikwambie, tunapozungumzia mawazo ya Mungu, neno la Mungu ndio mawazo ya Mungu kwa maisha yako. Tunapozungumzia njia za Mungu, neno la Mungu ndizo njia za Mungu kwa maisha yako. Mwandishi wa Zaburi sura ile ya 119 aya ya 105 anasema, neno lako ni taa. Neno la Mungu ndilo linaloongoza maisha yako, linalotawala maisha yako, linalomulika maisha yako, linalomulika kwenye akili yako, linalomulika kwenye mitazamo yako. Kwa hiyo mitazamo yako haitakiwi kupingana na kweli ya neno la Mungu. Fikira zako hazitakiwi kupingana na neno la Mungu, ili uwe salama na mipango ya ibilisi kwa maisha yako. Ili tuwe salama, ni lazima kweli ya neno la Mungu iongoze maisha yetu. Mungu akubariki sana. Tunawezaje kuangusha ngome za ibilisi? Ni lazima fikira, falsafa za dunia hii zinazopingana na neno la Mungu tuzikatae. Imani sio sahihi, tuikatae. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu, siku nyingine tena ya leo ambayo tumeingia sehemu ya mwisho ya ujumbe huu. Nami ninaombea akili yake, nami ninaombea mitazamo yake, nami ninaombea imani yake. Bwana, vile ambavyo ameaminishwa vimemletea matatizo, vimemletea majuto, vimemletea maumivu, ninakuomba kwa jina lako, hiyo ambayo imejijenga ndani yake tunavunja na kupinga kabisa. Fikira potofu tunazipinga kabisa. Imani ambayo imejenga moyo mbovu wa kutoamini tunapinga kabisa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, yaongoze maisha yetu kwa neno lako. Baba, yaongoze maisha yake kwa neno lako. Neno lako limulike, liongoze katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana na kutakia